Haya, sisi hapa bado tuko na wewe kwenye barazani na tulikueleza leo Ijumaa, basi kwenye maudhui yetu ya kidigitali yale tunazungumza mambo ya kufanya na kuepuka katika mitandao ya kijamii. Lakini utatujibu swali kama umewahi kuamini na kushiriki habari za uongo huko mtandaoni. Utatuambia ilikuwaje. Umewahi kuamini na kushiriki habari za uongo mtandaoni? Tuambie ilikuwaje. Unajua Fatma, mitandao ya kijamii ni chombo chenye nguvu sana kwa mawasiliano. Ni chombo ambacho kwa sasa kina nguvu sana kibiashara, elimu na burudani. Tumetoka kuzungumza hapa muda mchache uliopita tukiwa tumezima maiki namna ambavyo mitandao inavyofanya watu vibaya, inapotuharibu wengine afya zetu. Kwa sababu mwingine unaona huko mtandaoni ka post lotion fulani hivi na anakuhubiria kabisa hapo, anakupa elimu, anakuambia hii unasoftika ukipaka. Na niona mimi sijui unakuaje, nenda kwenye maisha yake ya kiuhalisia. Yeye mwenyewe kutalatumia. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ina nguvu sana katika nyanja hizo, lakini pia inatuburudisha. Hata hivyo bwana, inapaswa kutumika kwa uwajibikaji ili kuhakikisha kwamba basi mazingira ya mtandaoni yanakuwa salama, lakini pia yanakuwa chanya. Sasa leo hapa tunakupa mwongozo kidogo wa nini cha kufanya na nini kuepuka unapokuwa huko mtandaoni. Utashirikiana na sisi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 079 898950 079898950. Ukituambia umewahi kuamini au kushiriki habari za uongo, ilikuwaje huko mtandaoni? Maana mambo ni mengi. Na tukiruhusu simu basi tunakaribisha kupitia 0673030382. na kumbuka kwamba kipindi hiki ama maudhui haya yamedhaminiwa na ubalozi wa Marekani. Haya, mimi nataka nikuambie mambo ya kufanya katika mitandao ya kijamii. Sawa maki hapa tumesema tunakuambia leo cha kufanya na nini cha kuepuka. Mimi nakuambia cha kufanya, Fatuma atakuja kukuambia cha kuepuka. Kwanza kabisa cha kufanya, unapaswa kushiriki habari chanya na za kweli. Yani habari ambazo hazina mashaka kabisa. Ndio maana tunasema chanya kabisa. Unajua mitandao ya kijamii sasa hivi inaweza kuathiri mitazamo, lakini pia hisia. Daima hakikisha kwamba unashiriki maudhui ambayo ni ya manufaa, yanayoinua na yenye ukweli. Ikiwa tofauti hapo, ndugu yangu, unatafuta jambo lingine. Habari zingine unataka ziingie kwenye familia yako. Kwa mfano unaweza nikakupa mambo chanya au maudhui chanya. Kuna masuala ya hadithi za kuhamasisha huko, unaweza ukaposti. Unaweza ukaposti mambo posti za kielimu huko. Kuna hadithi za mafanikio za watu binafsi au biashara. Unaweza ukatuambia wewe na duka lako hilo kubwa umefanikiwaje mwenzetu, umepita pita wapi, mambo yalikuwaje. Na sisi pia pengine ukatuhamasisha, tukapambana, tukafikia hatua ambayo wewe umefikia. Lakini kuna masuala ya kibiashara huko, umenielewa Ndio. Lakini unaweza ukatupa vidokezo vya afya na usalama. Sawa utuambie mambo ya ukweli katika jamii huko. Utuambie mambo ya ukweli, sio kutudanganya. Siku hizi nimeona sana huko Fatuma. Ukiingia mara nyingi sana nakutana nayo Facebook hii. Unakuta anakuambia unaufahamu mmea huu? Unaufahamu mti huu? Unatibu 1 2 3. Unafanya 1 2 3. Jamani, unaenda kunywa. Tuweni makini jamani. Ndio mambo kama sababu unapokunywa afya yako unaitingisha basi. Lakini kabla ya kushiriki, jiulize, je, hii ni kweli? Angalia ukweli wa hicho ambacho unataka kutupostia. Je, hii ina manufaa? Lakini je, hii nikiwapostia huko itakuwa ni sahihi? Kwa hiyo hicho
ndo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukizingatia. Nimesema shiriki habari chanya na za kikweli. Jambo la pili, unapaswa kushiriki kwa heshima katika majadiliano. Shiriki kwa heshima katika majadiliano, ndugu yangu. Mitandao ya kijamii imejaa mijadala na maoni tofauti. Kaa kwa heshima. Hata unapokumbana na jambo fulani huko la kupingana, uhakikisha kwamba unakaa kwa heshima. Ndio. Sasa namna gani unaweza kukaa na kushiriki kwa heshima huko mtandaoni? Ni kwa kutumia lugha ya adabu. Naswa. Epuka matusi au kushambulia wengine, lakini unapaswa kutambua kwamba kuna mitazamo tofauti. Mwezi kufanana mitazamo na ambao wewe unaweza ukasema jambo, Fatma akaja hapa na maneno makali kabisa ya kukubeza. Sasa wewe na wewe usiwashe moto. Weka kwa heshima kabisa. Lakini ikiwa majadiliano yanakuwa makali, basi hakikisha kwamba unajitenga badala ya kupambana na mtu mwingine. Na hicho ni kitu bora zaidi. Kwa mfano, badala ya kusema uko yani ukasema huyu bwana huyu naye akili zake, huyu bwana hana kabisa, hana anachokijua, ufahamu kabisa, huyu hana kabisa, bure kabisa. Yani wewe hapa sijui ndo umechangia nini, sijui yani ueleweki kabisa ulichofanya. Unaweza ukamkosoa huyo mtu kwa namna chanya. Yani kuna namna unaweza uka comment pale na wewe ukamwambia maneno hata asijisikie kwamba amekosea. Badala yake anaweza akatumia komenti yako wewe kwa ajili ya yeye kujirekebisha. Ndio lakini jambo la tatu ni kuthibitisha maudhui kabla ya kushiriki. Habari za uongo jamani, fake news huko zinasambaa kwa haraka sana na zinaweza kusababisha hofu, upotoshaji mkubwa wa taarifa na madhara. Wewe unaposti hapo, basi mtu fulani yule hivi na hivi, au rest in peace mtu fulani, wakati mzima au ndugu yake anaona hapo. Sasa taarifa hiyo hajaipata bado, ndo anaona kupitia mtandao wa kijamii. Jamani, lakini ni mzima kabisa. Mtaua watu. Siku pressure nyingi zimejaa. Kwa hiyo kabla ya kushiriki, kabla ya kushare, kabla ya kuposti huko, basi angalia chanzo chako pia, hiyo taarifa wewe umeitoa wapi. Jamani, mtu fulani amefariki dunia, kabla hujaposti jiridhishe kweli. Unaweza kujikuta una posti taarifa hapo wakati ni mzima wa afya. Lakini chanzo chako hiko kinatoka kwenye tovuti au akaunti ambayo imethibitishwa, basi pia hakikisha unathibitisha na vyanzo vingine. Je, kuna vyombo vya habari vinavyoaminika vimeripoti habari hiyo? Unaweza kutembelea kwenye page ya Mashujaa FM pale, enda katizame. Kule Mtwara kuna HFM, kule Majimaji, kule Songea, nenda kapitie huko kote kwenye peji zao wameposti. Basi mambo yanakuwa namna hiyo. Lakini katika hicho ambacho unakishare, angalia upendeleo. Je, taarifa yako hiyo ina lengo la kudhibiti au kuchochea hisia? Sisi wanahabari tunasema balance. Kwa lazima ukae katikati hapo, ujue mambo yanakwenda vipi. Haya. Nakukumbusha tu kwamba tumedhaminiwa hapa kwa ajili ya kuleta maudhui haya na ubalozi wa Marekani. Sasa mambo ya kuepuka katika mitandao ya kijamii. Kwanza, epuka kusambaza zile habari za uongo au habari zisizothibitishwa. Kuna habari hapo, upotoshaji wa taarifa unaweza kuharibu sifa, kusababisha hofu na kuleta migogoro. Lakini kuna fununu za kawaida, vifo vya mastaa ambavyo havijatokea, ofa za kazi za uongo na ulaghai, propaganda za kisiasa, kuna masuala ya picha, video zilizopotoka. Kwa hivyo unatakiwa ufahamu haya. Jinsi ya kuzuia kusambaza hizo ruma ama habari ambazo hazijathibitishwa. Uzushi. Usishiriki kitu kwa sababu umepata au kimekuwa maarufu. Lazima uwe makini. Ikiwa hauko salama, uliza wataalamu au subiri uthibitisho kabla ya kuposti. Yani usijipostie tu hapo, yatakukuta mambo. Epuka kushiriki katika kudhalilisha au kudharau watu mtandaoni.
unakuta kwamba kudhalilisha mtandaoni pamoja na matusi, vitisho, kutoa majina mabaya na kusambaza uongo kuhusu mtu mwingine. Unaweza kukuta kuna picha hapa inatembea mjongeo, wewe umebeba kama ilivyo, lakini picha hiyo ama video hiyo inadhalilisha utu wa mtu. Na madhara ya kudhalilisha mtandaoni inaweza kusababisha unyogofu, wasiwasi na kupoteza heshima kwa wengine. Wewe fikiria tu hapo, kuna mtu picha yake imepotea, ana familia huyo. Kwa hiyo unakuwa vitu kama hivyo vinakuwa vibaya sana. Inavunja uhusiano na sifa kama kwenye jamii. Huyo mtu tulikuwa tunamwona huyu anafaa sana, tumemwamini. Sasa tukiona picha zake hizo mjongeo, mambo yanakuwa haendi vizuri. Inaweza kusababisha madhara ya kisheria. Kudhalilisha mtandao ni kosa katika nchi nyingi. Kwa hiyo ambao umetumia hiyo picha ama hivyo vitu umesambaza, watu wakukamata, naingia hatiani. Jinsi ya kuzuia kudhalilisha mitandaoni sasa. Namna gani ambavyo unaweza ukajizuia, msikilizaji wetu bwana? Fikiria kabla ya kuandika. Ikiwa itakuwa na maumivu, usiandike. Ukishajua hichi jambo bwana litampa mtu maumivu, kwa nini uliandike? Jamani, kwa nini umuumize mwenzio kihisia? Basi usiandike. Na huo ni ukatili. Ripoti machapisho mabaya badala ya kushiriki. Wewe usianze tena hapo. Umeiona, unapiga tu simu, umeiona? Wewe umeshaiona, nenda polisi, jamani nimetumiwa hii. Hautakiwi kabisa kufanya mambo kama haya. Bwana Mikazo anasema una like. Una like. Unaunga mkono hoja maana yake. Tunga maneno ya kumsaidia mhanga kwa kutoa msaada. Unaweza kumsaidia kama unajua masuala ya IT, unaweza ukafuta ile, ukafanyaje mambo yako yakaenda vizuri. Kingine, epuka kuchapisha taarifa za kibinafsi za kijamii. Epuka kushiriki huko. Kama vile kuweka nambari yako ya simu, anwani ya nyumba au mahala pa kazi. Nambari yako ya kitambulisho au maelezo ya benki, maelezo binafsi ya familia, watoto, marafiki bila idhini yao. Kwa nini hivi vitu havitaki kufanywa? Wahalifu wanaweza kutumia taarifa za kibinafsi kama wizi wa utambulisho, ulaghai na udukuzi. Kupakia habari nyingi za kibinafsi kunawawezesha wahalifu au wadanganyifu kukufuatilia. Waajiri na shule wanachunguza profile za mitandao ya kijamii kabla ya kuajiri au kukubali mwanafunzi. Kwa hivyo ndio sababu kwa nini utakiwi kutoa vitu vyako. Mazoezi salama ya mitandao ya kijamii. Wewe unatakiwa utumie vizuri bwana mitandao ya kijamii. Tumia mipangilio ya faragha kudhibiti nani atakayekiona kinachotaka kuonekana au kile ambacho unataka kukiposti. Unaweza kudhibiti haya mambo. Kuwa mwangalifu na kushiriki sehemu za sehemu au mahala. Epuka kuweka alama ya mahali halisi kwa wakati halisi. So uko zako beach, umeweka hapo, umeingia kwenye mtandao, niko beach. Umeenda sijui kula lunch wapi, niko nakula lunch. Jamani, nini tena? Apunguza hiyo. Lakini pia kabla kupakia jiulize, je, nikipenda mwajiri wangu au wazazi wangu waone hili? Jamani. Kwa hivyo basi ni muhimu sana kuwa salama mtandaoni. Hakika. Tunamuuliza msikilizaji leo umewahi kuamini na kushiriki habari za uongo mtandaoni, ilikuwaje? Na ilikuwaje? Tuambie hapo kupitia 0749 898950. Tutasoma ujumbe wako hapo ambao utuambie kama uliwahi kushiriki za habari za uongo hizi na ilikuwaje. Haya, tutasoma ujumbe wako hapo, lakini pia tutapokea simu. Namba ya kupiga ni 07, namba ya message ni 0749898950, lakini pia utatupigia kupitia 0673030382. Tumedhaminiwa hapa na ubalozi wa Marekani kwa ajili ya kukuletea maudhui haya. Isa Mauti wa Rondo Chiponda nasema yuko nasi barazani hapa Haya, lakini tungependa utujibu swali ambalo tumekuuliza ili sana tuende sema tujue na wewe uko umetuelewa kwa namna gani.
kwa kiasi gani. Haya, usipige simu kwenye hii namba ya message. Wameanza kupiga. Wewe unachokufanya uandike ujumbe mfupi. Wamepiga hapa, ndio maana wasisitiza. Twende kazi huko. Kwenye line hello. Haya, amepotea. Nafasi bado wanayo anaitwa Geoffrey 673030382. Geoffrey Mtaka yuko Mkumba na Chingwea. Watu wengi wanafanya makusudi kuandika mambo mabaya mtandaoni. Watu kama hao sheria ifuatwe. Sema hivyo. Wanatuandikia makusudi mtandaoni. Tukishare wanataka tukamatwe. Na unataka moto kweli? Sasa kama wewe umeshare habari za uongo, watu watakuacha. Tukishare uone share habari za uongo wakati kuna habari za kweli zimejako. Tupigie 0673030382, lakini pia tutumie ujumbe wako mfupi hapa kupitia 0749898950. Tuambie umewahi kuamini ama kushare habari za uongo mtandaoni na ilikuwaje? Salama sana. Tunazungumza na nani? Safi. Haya bwana. Vipi uko leo? Alitaka tu kujitambulisha. Asante kwa kushiriki. Jamani, mbona unatufanyia hivyo? Kwa nini? Why? Asante kwa kushiriki. Anaonekana hajawahi huyu. Kufanyaje? Kushiriki habari za uongo mtandaoni. 0749898950. Nasoma hapa ujumbe wako ambao umetuandikia. Ali Lugala ama Prince Lua kutoka Rutamba Sekondari. Asante sana, lakini tutafurahi sana kama tukipata ujumbe wako kuhusiana na kama kwenye line. Habari? Salama. Sauti ya nani? Bwana, hii ni sauti ya Mr. DJ, kijana ambaye nimekonda bila sababu kutoka Rutamba Baharini. Mr. DJ, twende kazi tukusikie. Mimi bana nimewahi kushiriki, lakini kwenye ushiriki wangu mimi bana nikitaka kutapeliwa. Siku moja niko zangu FB pale, wenyewe wanaita sura kitabu, mara naona SMS pale, habari kijana, nikija kuangalia jina Kajala. Nilishtuka kwanza. Baadaye ikaambia ni cheki WhatsApp. Akanitumia namba, nilivomcheki akaniambia bana nimekupenda, naomba uwe kijana wangu wa kazi. Nikamwambia sawa. Nikamwambia lakini nataka nikuone kwanza nithibitishe kama ni wewe. Nataka nikupigie video call. Akaniambia subiri, nipo kwenye gari naendesha. Nikamwambia mimi nataka nikuone ili nithibitishe. Akaniambia sawa, subiri kidogo utapiga. Baada ya muda akaniambia piga. Nilipopiga hivi nakuja kuona sawa ni yeye, picha ya Kajala. Sawa, yupo kwenye gari anageuza tu kichwa hivi, akuongea chochote. Na hatukwai kuongea. Baada tu ya sekunde 5-6 akakata. Umeona? Lakini sasa kumbe baadaye kwanza aliniambia kuna meneja wangu atakupigia hapo na kuna namba zinaingia utamtajia. Kumbe zile zilikuwa ni nini, wanaita nini, OTP sijui. Umeona? Baadaye huyo meneja wake alivyonipigia nikitaja zile OTP kwenye simu yangu kulikuwa kama na shilingi 8,000 hivi. Iliondoka yote shuu. Umeona? Nikashangaa imekuaje tena, mbona yangu imeondoka afu ilikuwa kiakiba changu. Kumbe bana ile picha ambayo alisema kama ipo kwenye gari ilichukuliwa tu video ambayo nilisha rekodiwa, ikawekwa kwenye screen, mimi ndo nikategeshewa ile kama kweli yupo kwenye gari. Umeona? Kwa mimi nilishiriki kwa namna hiyo na walinikwangua utapeli namna hiyo. Mimi kutoka kama Baharini, kijana ambaye nimekonda bila sababu. Pole sana Mr. DJ, afnani yake iliondoka. Pole sana. Pole sana jamani, tuwe makini sana. Haya, kwa tumsikie huyu naye kwenye line. Hello. Habari? Salama, habari za studio? Salama kabisa. Sauti ya nani na uko wapi? Ni sauti ya Mwalimu Ipaja, nipo Kikwetu hapa. Karibu sana teacher. Asante sana. Binafsi nimewahi kuona habari mbalimbali ambazo zinakuwa sio za kweli katika mitandao, na kiasi kwamba pengine nisingekuwa makini ingeweza kuniweka katika hali ambayo ni shida, kwa sababu kuna habari ambazo nyingi nimeziona kwenye mitandao ambazo wakati mwingine zinakuambia kabisa pengine labda mtu fulani anataja watu fulani labda maarufu au watu ambao unajua tukapita ukiona tu jina la huyo mtu unashawishika na hiyo habari, labda anataja labda fulani amefariki au mtu fulani amefanya hiki na hiki. Sasa
kinachonisaidia ni kwamba kabla sijashiriki huwa nasubiri kwenye vile vyanzo ambavyo naamini ni vya uhakika kabisa kwamba hii habari ni ya kweli. Kwa baada hapo nikiona katika vyanzo maalum ambavyo sio vya kubabaisha, hizo habari hazijatamkwa wala hazijazungumzwa chochote, naamini kabisa kwamba hii habari ni ya uongo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mimi niweza kuiona hiyo scenario katika mazingira kama hayo. Asante sana Mwalimu Waipaja kutoka Kikwetu hapo Lindi. Na wewe unatuambiaje? Umewahi kuamini na kushiriki habari za uongo, ilikuwaje? Tuambie. Kwenye line hapa ni Mashujaa FM. Tunazungumza na nani? Sasa huyu bwana anapambana na redio yake huko. Unapunguza sauti ya radio, unasikiliza kwenye simu ambako umepiga. Habari yako? Vipi? Salama. Sauti ya nani? Mambo hayo. Hapa ni Mashujaa FM. Sauti ya nani? Hapo Mashujaa FM hapo. Tunazungumza na nani? Walindi hao. Tunazungumza na nani? Ndio Brazil wao. Sana mkoka kati ya Yali Dangote ni Mtwara. Haya, karibu sana. Asante. Hawa mabwana na dada zangu watu wa mtandao, kwanza sijaamini na sipendi sana kushirikiana nao hawa jamaa. Mimi walinipiga cha moto wakati niliamini kweli kwa kweli, lakini Mwenyezi Mungu alinusuru nikaruka ule mtego. Kwa hiyo inakuwaje mnazitengenezaje option hizi hapa ikaonekana kweli wewe mtu fulani, yaani hapo unasema mimi mtangazaji wa Mashujaa Afrika ikaonekana kweli. Inakuwaje mnatengenezaje nini hizi clip hizi? Alafu mnatengeneza mjini sisi. Lakini nimewaotea nyinyi. Kwa hiyo nimejifunza na nimepata funzo, na kwa wenzangu pia nawapa elimu ndogo kwa sababu hali yenyewe ya kiuchumi si mnajua. Sasa mtu anazama mtandaoni anakuambia mimi hivi nataka hivi. Kwa hiyo kidogo nimpata elimu. Na bahati nzuri maswali mwetu ya Mashujaa kila siku huwa mimi ninawasifia. Mnaweka sentences na kwa clear. Yaani tunazipata, tunachangia na mnatuelewesha jinsi ya kutepeliwa na jinsi ya kutotepeliwa. Sana mkoa Mtwara, natakia kazi njema. Mtwara kama Lindi kama Mtwara. Haya, asante. Nimeipenda hii ya mwisho kutoka kwa Isa na Mkoka kutokea pale Mtwara. Anasema Mtwara kama Lindi kama Mtwara. Maana yake sisi ni wamoja. Sisi ni wamoja. Sisi ni majirani. Tuhitimishe my dear. Haya bwana, si tuwe salama tu. Tuzingatie yale ambayo tumekueleza leo. Kabisa. Tuwe salama mtandaoni. Sababu kwenye mitandao ya kijamii huko kuna mambo mengi sana. Na tunapaswa kuwa makini. Tutumie mtandao wa kijamii kwa usalama na tupate tija. Kuna ambao wanatumia kibiashara kweli na wanafanikiwa. Wanafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo na wewe unaweza kutumia kwa masuala mazima ya kuwa chanya na sio hasi. Tunamalizia hivyo ama wewe unachokeda redio itakuwa nini? Ni wivu tu.